Tunakwenda katika kivutio cha mti aina ya mpakapaka. Mpakapaka. Ndio. Aha. Mti ambao una maajabu yake, Una maajabu yake. Maajabu yake. Sawa sawa. Ukifika watazamaji wako watafurahia pia. Ndio. Kwa kuona. Ndio. Sababu ni aina ya mimea ambayo sema haipatikani ndio kwa wingi sana na huwezi ukaipata duniani ndio kwa wingi sana. Kwa hiyo kwenye misitu ambayo imefungwa, hasa kwenye misitu ya iliyofunga sana, ndio yani hasa misitu hii ya Nguu ndio ambayo inapatikana sana hii miti. Na ina matumizi mengi pia. Hiyo mpakapaka ina matumizi mengi pia kwa binadamu. Ndio. Na ambao wanatumia kama dawa pia kwa sababu ni miti asilia. Sio ya kupandwa. Hapana, sio ya kupandwa. Maana halisi ya hifadhi ya mazingira asilia ina maana kwamba chochote kilichopo humu kimetokea kwa uasilia, hakijapandwa. Miti unayoiona yote, mazingira yote ni asilia. Ndio maana haturuhusu shughuli zote za kibinadamu kufanyika ndani ya hifadhi. Haturuhusu kulima, haturuhusu mtu kukata miti ndani ya hifadhi. Sisi tunatunza kwa ajili ya faida nyingi za kwa muda huu na baadaye pia, kwa sababu misitu hii ndio inayotuletea mvua. Ndio, ni kweli kabisa. Ndio. Kwa hiyo ukisema tuache shughuli zingine za kibinadamu zifanyike, huenda kwa wakati unaokuja tukakosa mvua. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo basi mtazamaji, ndo tunajongea katika eneo hilo la mti wa ajabu ambao unatambulika kama mpakapaka. Hiyo karibuni sana wageni. Ndio. Tunaelekea huko sasa kukuonyesha mti huo aina ya unatambulika kama mpakapaka ambao maajabu yake mtaalamu wetu ambaye tupo naye leo atatuelezea maajabu ya mti huu. Ndio. Ajabu ya mti huu bwana, yatakuvutia hata wewe mtazamaji huko uliko, ili uweze kufika katika hifadhi hii ya Mkingu. Naam. Ndio huu hapa tulipofika. Ndio, huu ndio mti aina mpakapaka au kwa jina la wenyeji wanaitwa mjapandwa. Na Kiswahili unaoita mpakapaka. Bana, mti huu ni mti wa ajabu kama unavyoona, ni kwamba mizizi yake ipo nje. Na bado una survive vizuri kabisa. Unaona? Kwa hiyo ni moja ya kivutio pia kutokana na matumizi yake. Mti huu kwa wenyeji wanaamini kwa mwanamke ambaye ana tatizo la kupata ujauzito, labda akipata ujauzito unatoka. Hii ni moja kati ya tiba. Kwa hiyo anapokuja hapa ni moja kati ya sehemu ya kichanganyio cha dawa. Kwa hiyo anapokuja hapa wanatoa mizizi. Kwa hiyo kupitia mizizi wanaenda kuchanganya na dawa nyingine. Kwa hiyo hapo unakuta imemsaidia moja kwa moja yule mama kuweza kujifungua vizuri. Lakini pia mti huu kwa wenyeji wanaamini kwamba shambani ili kuzuia wezi au wadokozi. Kwa hiyo unachukua hapa mti kidogo uenda unaweka shambani. Hapo itazuia kabisa wezi, lakini pia kuongeza idadi ya mifugo. Una matumizi mengi kwa kweli. Bwana mtazamaji, natumai unavutiwa na kile ambacho mtaalamu wetu anaendelea kutuelezea kuhusiana na mti huu aina ya mpakapaka au wenyeji wanauita mjapandwa. Mti ambao una matumizi mengi kikweli. Ameshatuambia kwamba huu mti unatumika kwa wamama ambao hawashiki ujauzito, lakini pia kujifungua, kubeba ujauzito unatoka. Kwa hiyo ni sehemu kati ya dawa. Lakini pia kwenye mashamba unataka kupata mazao mengi, basi mti huu pia unatumika katika njia
namna hiyo. Lakini pia kuzuia wezi, mti huu pia unatumika. Huo ndio mti aina ya mpakapaka. Au kuna mengine? Tuwatoe hofu ni kwamba mgeni anapokuja akatamani kupata hii huduma hapa, kupata hii mizizi hapa, ni bure. Anapokuja kama mgeni atalipa kiingilio. Baada ya kutalii tutamruhusu yeye kuchukua sehemu hii hapa kwa matumizi yake. Kwa hiyo mnakaribishwa. Wakati ni wako sasa wewe, endapo utafika katika hifadhi hii ya Mkingu, basi usisite ama usiogope kuondoka na kipande cha mti kwa ajili ya matumizi yako binafsi, kwa yale ambayo mtaalamu wetu ametuorodheshea hapo. Yes, huo ndo mti aina ya mpakapaka.